Mimi naitwa Mwalimu Athanasi Daudi Mihila, ni mkuu wa shule Mji Mwema Hill Sekondari. Mwalimu, hiki ambacho kimefanyika hapa, kwa maana watu wa Viva Company kufika shuleni kwako kukutembelea, lakini pia kuweza kutoa kidogo msaada wa kiutu kwa kuwasaidia watoto wa kike ili wapate muda mwingi wa kukaa darasani, hasa wanapokuwa katika hali zao za kike. Hili jambo wewe binafsi katika kituo ambacho nahudumu kama kiongozi umelipokea kwa namna gani? Asante sana ndugu mwanahabari. Hili jambo kwa kweli tumelipokea vizuri na kwa shukrani kubwa, kwa sababu hao watoto wa kike mara nyingi wanapokuwa kwenye hali zao hizo za hedhi, huwa inakuwa changamoto kama hakuna taulo za kike. Wengi wanashindwa kukaa darasani, wengi wanashindwa kufuatilia masomo, na wengi wanaomba ruhusa kurudi nyumbani. Na changamoto inayojitokeza, wazazi walio wengi hawana ukaribu sana na watoto wao wa kike. Mtoto anafika shule lakini anajikuta yuko kwenye hali yake ile, kwa hiyo analazimika kukatiza masomo. Naitwa Grace Jeremiah, mwanafunzi wa shule ya sekondari Mji Mwema. Mimi nipo kidato cha pili na pia ni dada mkuu katika shule hii. Dada mkuu, leo wamekuja foundation kwenye shule yenu kuhakikisha kwamba wanawasapoti wadada, kuwagawia pads ili muweze kujikimu mnapokuwa kwenye siku za hatari, mpate muda mwingi wa kuwa darasani. Wewe binafsi kama kiongozi wa wanafunzi ukiwakilisha vijana wa kiume na wa kike hapa shuleni, zoezi hilo umelipokeaje? Nimepokea vizuri sana, kwa sababu zoezi hili linaweza kutusaidia sisi wasichana kutokatisha masomo yetu na kuendelea kusoma, kwa sababu wakati huo kulikuwa hamna msaada hiyo, wanafunzi walikuwa wakirudi nyumbani kwa kukosa msaada, ila sasa hizi naamini kwamba watasoma vizuri na kwa bidii. Wapo baadhi ya wazazi ambao huwa hawasapoti watoto wa kike kuwanunulia hizo pads, pengine kuwauliza au kufahamu mambo ambayo wanapitia. Wewe ombi lako au wito wako kwa wazazi wa namna hiyo ni upi? Ombi langu ni kwamba wazazi wote bila kubagua wa kiume wala wa kike wasapoti watoto wao, kwa sababu hii jambo ni kubwa sana na kila msichana lazima lipitie katika ukuaji wake. Kwa hiyo hivyo inaweza kumsaidia kujenga afya yake iwe vizuri. Unajivunia nini wewe kama dada mkuu kuona haya yanafanyika kwenye shule ambayo wewe ni kiongozi? Ninachojivunia ni kwamba hata sisi wasichana pia hatujasahaulika, na shule hii hatujasahaulika, kwamba tuko na sisi pia tuna uhitaji wa hizo pads. Neno moja kwa watoto wa kike kwenye shule zozote waliko kuhusiana na jambo kama hili in English. I would like to say that all girls should be comfortable going to your teachers to beg those sanitary pads if you need any help.